Sasa niwatake lai wananchi wa Sagani, Mwateresha, si ndio? Tuachane na habari za kupekua simu ya mwenza wako. Acha kabisa mara moja. Ukiona inaita, we muitie Mwanambati, jogo pokea simu yako. Jogo pokea simu yako, sawa? Na usisikilize sana sauti ya anaongea na nani. Tuko pamoja? Mnanielewa? Kwa nini usikilize anaongea na nani? Huyu ni mmeo anaenda kutafuta, kuna uwezekano ametafuta kule, kuna vitu anatafuta, si ndio? Na wewe ni mwanamke pia, na wewe kuna biashara zako unazozifanya. Acha hayo mambo. Lakini sasa usiwe uhuru sasa wa kukufanya sasa mwanamke ufanye yasiyo mema, si ndio? Muheshimuni mmeo ndani ya nyumba, lakini pia na sisi wanaume tuwaheshimu wanawake zetu, si ndio? Sio sasa mkeo mpaka unamletea na mchepuko na uliza na konsenzi langu kwamba bwana huyu ni dada yangu anachinjiwa na kuku anakula. Tusiyafanye hayo wanaume wenzangu, lakini pia wanawake tusifanye hayo. Sasa kama ulivyosema kwamba hawa wake zetu wako wanatunyanyasa, yakikosekana yale matumizi makubwa yanayolinda mji, matokeo yake ni kuvunjika ndoa zetu. Sasa mimi ninavyotaka kule analeta mambo mengine. Matokeo yake nifanye nini? Yanavunjika. Mwanamke halindi kwa magunia ya mpunga eti kwamba kuna magunia mengi atakaa mwanamke pale. Hamna. Yakivunjika yale mambo yale, atakuacha na magunia yako pale. Matumizi makubwa ya kulinda mji ni yale ya chumbani. Lakini yakiwa matumizi yale yanaenda vizuri, hata kama ni magunia mawili, mama anaishi tu pale. Naona mimi ninavyoona pale, lauda hayo maswala sasa, hawa akina mama lazima mwajenge vizuri, wao wanatujali pale. Yakiferi tu pale tunaachana, lazima tutafute mchipuko pale nje. Mimi siwezi nikaona na tipo na pia kwamba sina salio, ninaenda watu salio. Tunasema heshima inaanzia nyumbani. Kama nilivyosema hapo awali ni kwamba tushirikiane jinsi mnavyoanza kutafuta baba na mama. Baba amheshimu mama na mama amheshimu baba. Na maana tusiwe wepesi wa kutoa maamuzi kwa kitu kilichofanyika mbele, yani baba ameshindwa kutekeleza majukumu yake. Kwa hiyo unashindwa kumpa heshima yake ile ya ndani kama alivyosema ujumbe wa hapo awali. Nafikiri akina mama tumeelewana. Lakini pia hata akina baba unapoenda kutafuta ukakosa, mshirikishe pia hata na mama. Siku nyingine unapata unampata, unapokosa pia unatakiwa umshirikishe. Sio anaona unapata, anajua kabisa umepata alafu unaipeleka upande wa pili. Na yenyewe pia ni binadamu. Tushirikiane tu kwa pamoja kwa ajili ya ustawi wa familia zetu.